nimepigwa risasi nikaenda hadi miaka saba hiyo bado nimepigwa risasi. Lakini sasa sikuweza kuokoka kwa muda huo. Na wakati nimepigwa risasi, nirudi nyuma kidogo, kijana wa 4 alikuwa tumboni mwa mama yake, alikuwa hanijui. Na mpaka nikaendelea kazi hiyo mpaka huyo kijana kazaliwa, na alipozaliwa na akaendelea kuishi mpaka nikaendelea na mimi kazi hiyo mpaka nimefikisha watoto 11, wa kiume 5, wa kike 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huyo kijana kwa sasa ana miaka 22, na huyo mwingine wa 5 ana miaka 18 kuelekea 19, na wengineo mbeleni ambao walizaliwa. Ningekufa wakati wa ajali hiyo, ningefia katika jehanamu, na ningekufa watoto wengine hawanijui. Lakini baada ya hapo sasa, baada ya miaka 7 nikaokoka. Nilipookoka, kuokoka kwangu, usiku nilisikia sauti na niambia omba msamaha. Nikaamka usiku huo, mke wangu akanikamata mkono, akafikiri labda nimehuka. Baadaye kumbe nikasimama, nikamwambia tulia. Nikamwambia kwa sasa nataka niokoke. Nikamwambia Mungu, yote niliyoyafanya kuanzia mwanzo hadi leo, naomba unisamehe, naomba unitumie kama watumishi wengine, na mimi niokoke niifanye kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wakati huo kukacha, ilikuwa ni usiku wa 8 huo, kukacha siku ya pili yake hiyo. Basi nikaamka nikamwambia mke wangu na watoto, familia, kwamba nenda mkamuite mchungaji. Wakaja wakaniombee. Wachungaji, watumishi wa Mungu, hawakukubali, walikataa, kwa sababu walijua nimeshakomaa katika mambo ya kidunia. Wakakataa kabisa, wakakataa. Lakini akatokea jirani akawaambia, je, ni nini? Ni ugomvi? Mke wangu na watoto wakasema kwamba hapana, baba anasema kwamba tukamuite mchungaji ili aweze kuokoka. Tukawaite wachungaji ili huyu baba yetu aweze kuokoka. Maana hawakukubali kabisa. Lakini yule jirani yeye mwenyewe akajituma, akaenda kuwatafuta wachungaji. Kulikuwa na mkutano wa Injili soko la Kariakoo katika kanisa la Mungu, ukielekea maeneo ya kwenda shule ya msingi Irugu. Basi kipindi hicho wachungaji wakaja. Walipofika wakaniuliza, je, vipi, unasemaje? Nikasema, maana nirudi nyuma kidogo, huyo mchungaji aliwahi kunishauri ili niokoke. Baadaye nikamwambia kwamba we mchungaji, tulia kwanza, ipo siku nitakayookoka. Nilikuwa bado nina mizimu yangu ambayo ilikuwa inasababisha siwezi nikaokoka. Maana kwa muda huo nikiokoka ningeiharibu, kwa sababu najua watu wa maombi huwa ni watu sio wa kujiweka karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kipindi hicho nikaendelea kufanya kazi yangu ya uganga. Mara nikaitwa Makibo, mara nikaitwa Sengerema. Ukifika mjini Tunduru, kuna maeneo ya Machemba, kuna maeneo ya Rukumbure, mpakani mwa Msumbiji huko. Lakini kwa ambaye alikuwa haamini, nikimwambia nimeenda huko, alikuwa hakubali. Lakini kwa wanaonijua walikuwa wanakubali, kwa sababu muda mwingi nilikuwa natembea kwa mguu. Na wakati nikipenda nilikuwa naenda maeneo ninayoyataka, kwa sababu nilikuwa nina nguvu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nguvu hiyo, nafikiri kwa mara nyingi huwa mnasikia vitu vinaenda juu kama fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Jua ni watu wamesafiri, jua ni watu ambao wamekwenda kufanya kazi zao kwa sababu ya kazi ya uganga au kazi mbalimbali au kazi ya kusafiri, au wameitwa na mteja. Lakini sasa naangalia ni mbali, nitachelewa, ngoja niende kwa utaratibu wangu. Kwa muda mwingine nilikuwa napenda naenda na usafiri kama kawaida, kwa kuonyesha watu ili wasiniogope sana. Lakini nikitaka nilikuwa naenda kwa usafiri wowote, hata kwa kutumia upepo, hata kwa kutumia kuvuta. Yaani sehemu ambayo ningetembea hata siku nzima naitembea saa moja au masaa mawili, navuta mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa mara nyingi nilikuwa natembea kwa mguu. Unipe usafiri usinipe, nikipenda kwamba nikuonyeshe kwamba umefanya vibaya, nilikuwa
turumambo ambato tumechongwa, maana yake nikisimika pale kwenye tairi ilipopita